Papa Leo wa 14, mekima na mzalendo wa imani. Katika historia ya Kanisa Katoliki, kila uchaguzi wa papa huwa ni ukurasa mpya wa imani, matumaini na mwanga wa kiroho kwa mabilioni ya waamini duniani kote. Mwaka huu macho ya ulimwengu mzima yameelekezwa kwa Papa Leo wa 14, anayefahamika kwa jina lake la awali kama Robert Anderson, mzaliwa wa Marekani ambaye sasa amevaa joho la uongozi wa kiroho katika Kanisa Katoliki duniani. Asili na elimu. Robert Anderson alizaliwa katika jimbo la Pennsylvania, Marekani, katika familia ya kawaida yenye maadili ya Kikristo yaliyokita mizizi. Tangu akiwa kijana, alionyesha dalili za wito wa kiroho, jambo lililompelekea kujiunga na seminari akiwa na umri mdogo sana. Alisomea theolojia na falsafa katika chuo kikuu cha Notre Dame kabla ya kuendelea na masomo ya juu katika chuo kikuu cha Gregorian Roma, mojawapo ya vyuo mashuhuri vya Kanisa Katoliki ulimwenguni. Papa Leo wa 14 ana shahada ya uzamivu PhD katika maadili ya jamii na theolojia ya Kikristo. Kwa miaka mingi, Papa Leo wa 14 amekuwa akifundisha katika taasisi mbalimbali, huku akisisitiza usawa, haki za binadamu na utunzaji wa mazingira kama misingi ya imani hai katika dunia ya leo. Msimamo wake: uvumilivu, mageuzi na huruma. Katika maisha yake ya kitume kabla ya kuchaguliwa kuwa papa, Robert alijulikana kwa msimamo wake wa maelewano, maridhiano na mshikamano. Anaamini katika kanisa linalosikiliza, linalojifunza kutoka kwa waamini wake na linaloshughulikia changamoto za sasa kwa jicho la huruma na hekima. Mambo hayo ni kama ifuatavyo. 1. Mageuzi ya kanisa. Papa Leo wa 14 amekuwa sauti ya mageuzi ya kiutawala na uwazi ndani ya kanisa. Anaamini kwamba kanisa linapaswa kuwa mahali pawazi kwa mazungumzo, hasa kwa vijana na wale waliopoteza imani kutokana na matatizo ya kihistoria au migogoro ya kiroho. 2. Ushirikiano wa dini tofauti. Msimamo wake juu ya mahusiano ya dini ni wa kupigiwa mfano. Ametetea mara nyingi mazungumzo ya kidini, interfaith dialogue, akiamini kwamba amani ya dunia haiwezi kufikiwa bila maelewano kati ya dini kuu. 3. Ulinzi wa mazingira. Kama mfuasi wa waraka wa Papa Francis Laudato Si, Papa Leo wa 14 ameahidi kuendeleza juhudi za kanisa katika kupigania mazingira bora. Anaamini kwamba utunzaji wa dunia ni tendo la kiimani na wajibu wa kila Mkristo. 4. Msimamo kwa masuala nyeti. Papa Leo wa 14 ameonyesha busara kubwa katika kushughulikia masuala ya ndoa, familia na haki za watu wa jinsi tofauti. Ingawa anaunga mkono mafundisho ya jadi ya Kanisa Katoliki, anasisitiza umuhimu wa kukaribisha wote na kuwa na mazungumzo badala ya kuhukumu. Hongera na karibu Baba Mtakatifu Papa Leo wa 14. Nuru mpya ya kiroho kwa ulimwengu unaotafuta nuru. Makala hii imeandaliwa na Fred Ma.